kutaka kuuawa, Ismail Khan kutaka kuuawa, kuna kukwepa majaribio ya kuuawa zaidi ya majaribio 7. Ndio maana tunamuita binadamu mwenye roho 7, sababu amekwepa mashambulio ya kuuawa, target za kuuawa zaidi ya mara 7. Ndio maana hata alipouliwa Ayatollah Ali Khamenei, watu wengi walihisi kwamba yule ni Mossad, ni jasusi wa Israeli. Kwa sababu kwa nini yeye vifo vyote anakuwa anakwepa kila target zikiwepa, anakwepa. Hata kwenye alipokuwa anauliwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, naye alikuwepo, lakini alikuwepo. Watu wengi wakahisi ameuawa sababu hakutoka hadharani, watu wengi wakawa wanahisi ameuawa, watu wengine wakawa wanasema amefungwa, lakini ukweli ulikuwa sio hivyo. Ismail Khan alikuwa ametoka nje ya Irani, ameenda Iraki kwa ajili ya kumweka mtu wao kiongozi wanayemtaka kwenye nchi ya Iraki. Ametoka pale akaenda kukutana na Houthi wa Yemen, ameenda kukutana na Hizbullah. Ndio maana una Houthi wa Yemen sasa hivi kwenye mgogoro mpya wanataka ufunge Bab el-Mandab. Bab el-Mandab ambao ni mfereji mwingine, ukiacha mlango wa bahari wa Hormuz ambao uko Irani, ambao ni Irani na Oman ambao wanapakana, ambao ni mpaka wa Iran na Oman kwenye bahari, kwenye yule mfereji ambao watu wanasema wao dunia inasema inapitisha 20% tu ya mafuta. Hapo mengine anapita sehemu nyingine, lakini ukiangalia sio kweli, kwa sababu kama ni 20% tu dunia isingekuwa inateseka hivi ilivyokuwa inateseka. Kwa hiyo ukifungwa na mfereji mwingine wa Bab el-Mandab ambao utafungwa na Houthi wa Yemen, itakuwa dunia itakuwa tayari iko kwenye maumivu makali sana. Na hii yote ni kazi ya kamanda Ismail Khan. Sasa Ismail Khan juzi, kuna watu wengi wanajiuliza kwa nini Irani wameamua kusema wanasitisha mazungumzo yote na Marekani na Israel, kwamba hawataki tena kujadili kuhusu kusitisha vita, wao wako tayari kwenda vitani. Na baada ya siku moja akatokea kamanda pia ambao ni Ismail Khan, kamanda wa Kurd Special Forces, akawaambia Marekani kwamba msione Irani ni nchi ambayo inaweza ikawa inapigana, au viongozi wa Irani, viongozi wa jeshi wa Irani wanaweza kaogopa chochote, wakawa wanaambia wana uwezo kuwatuma wanajeshi wao waende wakapigane vita alafu wakiwa wako ndani, au wakawa wanatoa matamko ya uoga. Na akasema Ismail Khan akasema, mimi niko tayari, nishamaliza kazi yangu na niko tayari sasa kwenda mstari wa mbele kabisa kupigana vita. Na kuna kauli yake moja ambayo niliipenda sana, ambayo ni kauli ya kishujaa. Alisema, mimi kazi ambayo nilikuwa nimepewa nishamaliza, kwa sasa hivi niko tayari kufa. Tofauti na hao viongozi wenu wa Ulaya ambao wanatoa matamko wakiwa mbali na hawezi kwenda vitani, utampaje mwanajeshi morali ya kupigana kati umejificha ndani? Kwa hiyo wamesema hicho kitu ni kitu ambacho wakiogopa. Hiyo kauli ni kauli ya kishujaa. Kwa sababu gani? Ismail Khan kwa kile kipindi ambacho ulikuwa haumuoni kwenye mitandao ya kijamii, alikuwa hatoki hadharani mbele za watu kuongea chochote, alikuwa yuko busy kunegotiate na proxy, kunegotiate na Houthi wa Yemen, kunegotiate na Hizbullah, kunegotiate na Iraq na makundi yote ambao ni proxy wake pale. Kwa alikuwa yuko busy kunegotiate na kupanga ule mchoro, sababu kuna mchoro mpya sasa hivi wa kuichora Irani pale Mashariki ya Kati, kuifanya Irani iwe nchi ambao ni kinara pale Mashariki ya Kati, sababu wana proxy wao. Ukiangalia Houthi wa Yemen kwa sasa hivi wanampiga Israeli kwa drones. Hata ukiangalia mwakilishi wa Israeli kwenye Umoja wa Mataifa jana ameongea, amesema ukweli kwamba Irani na ni Houthi wa Yemen, Iran ndio wanatengeneza drone kwa wingi, na Yemen, Houthi wa Yemen na Hizbullah sasa hivi wanawapiga Israeli na drone ambao ni hatari sana, ambazo ni zina kilo 2. Na hizo drone huwezi kuzinasa kwenye rada yote na nini. Kwa hiyo wanasema zikifika kwenye target ndio zinapiga kelele. Kwa hiyo unakuwa tayari wa Israeli tayari wanakuwa washachelewa na wanakufa, sababu wanajeshi wengi sana wa Israeli wanakufa kwenye vita vya Hizbullah, vita vya Houthi wa Yemen, wanaua sana. Lakini vyombo vya habari, sababu wanaita politics na propaganda, wanaamua kuficha, hawapendi kusema, wanasema tu wanajeshi wao wameumia, wanaendelea kutibiwa. Kwa hiyo kazi ya Ismail Khan ilikuwa ni hiyo, kwenda kunegotiate, kuchora mchoro mpya na wale proxy wao wote, kuongeza ushawishi. Akishamaliza kuongeza ushawishi, amerudi sasa hivi kwamba anakuambia yuko tayari, kwamba wana uhakika kwamba Bab el-Mandab itafungwa, wana uhakika wataifunga mlango bahari wa Hormuz, wataufunga, na wamesema watawapiga Marekani ambao kizuia Marekani ambao kiko pale, watakipiga, afu kipiga watakuwa tayari kwa vita.